I hope utakuwa uko poa Jumatatu ya leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2026 66 hivi. Ukiziunganisha unapata 666 namba hiyo ambayo huwa inahusishwa na mambo mengi kadha wa kadha, kama ambavyo sisi tunakufungulia ukurasa ukiwa unamtazama Heavyweight_Dulla kutaka kuyajua mengi kutoka kwake. Tunafahamu michezo mitatu tu imesalia hivi sasa kumaliza ligi kuu soka Tanzania bara, duru la msimu wa 24 25 ikiwa ni duru la pili. Heavyweight, kuna mwamba mmoja bana nimepita kwenye mitandao ya kijamii anaitwa Owen Tambo, nikafikiria jina moja linaitwa OR Tambo kule South Africa, ila huyu mchezaji ni raia wa Zambia. Raia huyu bwana umri wake kidogo ni kama changamoto, ila nasikia tetesi zinamuhusisha kuwa anahitajika kwenda Simba Sports. Sasa nataka utupitishe kinagaubaga Waswahili wanasema, ili tupate mengi ya uchumbini ambayo sisi wengi hatuyafahamu. Wali gani kwanza? Bana kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko fit kalikiti? Ya, niko vizuri ndugu yangu kama kawaida. Bana, moja kwa moja tupitishe kwa huyo mchezaji anaitwa Owen Tambo. Owen Tembo, kumradhi jamani majina ya watu haya. Owen Tembo, raia wa Zambia, si ndivyo? Sasa nataka utupitishe kwa huyo mchezaji ili wanaokutazama hivi sasa wapate kumuelewa kwa kina. Karibu. Of course, asante sana. Ni huyu jamaa kwanza jina lake jingine la utano anamuita Kalulu Mwiba. Kalulu Mwiba. Ni fulani bila Kisukuma. Of course sijui kama nikasoma kwa sababu hata pale PSG kuna mchezaji aitwa Mayulu. Kwa hiyo siwezi nikajua kuna kina Ilulu au Wasukuma. Kuna Ilulu watu, of course hata watu wa Iringa wengine wanaitwa kuna kina Ilulu Iringa. Kwa hiyo siwezi nikajua, lakini by the way ni Mzambia huyu. Na umri wake ni miaka 30. Nafikiri ni kitu ambacho pia kinashangaza watu, timu kwa mfano kama Simba kuhusishwa na mchezaji mwenye umri wa miaka 30, lakini unajua muda mwingine umri ni namba tu, tunaweza tukasema. Tunachoangalia zaidi ni vitu vingi ikiwemo performance ya mchezaji. Je, ana energy, pamoja na umri wake ana energy ya kutosha kuisaidia timu kugombania mataji na nini, na je yupo kwenye nafasi ya yeye kuhitaji mataji? Sababu unaweza ukawa umemchukua mchezaji ambaye ana miaka 30 lakini kwenye career yake ameshachukua vitu vingi, ameshafanya makubwa kwenye ngazi za kimataifa na nini akaona huku unaenda kama kurelax. Lakini unaweza ukamchukua mchezaji wa miaka 30 akawa bado anahitaji kukua na kushinda vitu kwenye maisha yake ya soka na kuonyesha jinsi gani ambavyo anaweza kuisaidia timu kwenye ngazi kubwa za kimataifa na vitu kama hivyo, pasipo kuangalia umri wake. Kwa hiyo tutakuelekea katika uchambuzi huu. By the way nitaeleza, je huyu mchezaji yuko kwenye nafasi gani, position gani? Je ni umri mkubwa ashamaliza, au umri mkubwa lakini bado ana uwezo wa kuisaidia timu? Of course hiyo ndio miongoni mwa kazi zangu ambazo nimekuwa nikizifanya. Lakini by the way ni mchezaji mwenye umri wa miaka 30 kama nilivyotoka kusema. Nafasi anaocheza ni kiungo wa kati, anaweza kucheza kama kiungo mkabaji, anaweza kucheza kama box to box midfielder. Of course maana yake ni kama versatile player fulani. Ni mchezaji ambaye amemaliza mkataba wake, naweza nikasema, katika kikosi cha Power Dynamos ambapo alidumu nacho toka alipojiunga nao mwaka 2022 akitokea katika timu moja inaitwa Konkola Blades. Wakati anajiunga na Power Dynamos, timu ambayo alikuwepo mwanzo ilikuwa ni Konkola Blades, na walijiunga sambamba na goalkeeper wake ambaye alikuwa naye pia kwenye kikosi cha Konkola Blades anaitwa Willard Mwanza. Na of course jamaa huyu Owen Tembo au Kalulu Mwiba aliweza kupewa mkataba wa miaka 3 ambao ndo of course umemalizika. Maana yake ukihesabu kuanzia 2022 mpaka leo ni maana yake ni miaka 3. Unaelewa? Huyu jamaa kwanza by the way ana mazuri yake ambayo tunaweza tukagusia, ikiwemo performance ambayo amewahi kuionyesha akiwa na Konkola Blades by the way. Kipindi anaitumikia, na miongoni mwa kumbukumbu nzuri ni pamoja na kuisaidia timu hiyo kuweza kufika nusu finali ya michuano ya Absa Cup, ni kama FA Cup ya kule Zambia, mwaka 2021 akiwa kama top performer kwenye kikosi by the way. Yeye pamoja na mshambuliaji wake anaitwa Emmanuel Mwamba, na ile nusu finali ilikuwa ndio position kubwa zaidi kuwahi kufika kwa historia ya klabu ya Konkola Blades. Na mind you, kipindi ambacho inafika hiyo hatua ya nusu finali, timu ilikuwa ligi daraja la kwanza, yani sio ligi kuu, ilikuwa ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo
kwenye walipofika ile hatua ya nusu finali waliweza kukutana na Zesco na kuweza kupoteza kwa mabao 4-0. Of course ilikuwa almanusra waweze kufikia au kulevel ile record ambayo inashikiliwa na Young Buffaloes ya kuwa timu pekee kutoka Zambia kufika finali ya michuano ya kipindi hicho. Michuano kama hii by the way mwaka 2018 ambapo waliweza kufika mpaka finali, lakini kipindi hicho ilikuwa inaitwa Barclays Cup kwa sababu hapo ni wadhamini maana yake. Kwa hiyo wameshindwa kufikia hiyo record kwa sababu waliweza kupoteza kwa kipigo cha mabao 4-0 dhidi ya Zesco United. Jamaa alikuwepo kwenye kikosi. Of course ni performance ambayo ilimpa nafasi kubwa zaidi, lakini tuachane na huko, tunarudi nyuma kidogo katika mchezo ambao ulifanyika June 20 ya mwaka 2021. Of course ilikuwa ni dhidi ya City of Lusaka. Hawa Konkola Blades waliweza kushinda bao 1-0 ambao lilifungwa na huyu jamaa anaitwa Owen Tembo. Bao hilo kwa nini nimelitaja? Ni kwa sababu liliweza kuwasaidia kupata ushindi wa bao 1-0 kwa sababu alifunga bao pekee ambao uliwapelekea hawa Konkola Blades kuweza kushinda ubingwa wa Eden University au First National Division 1 League, manake wakachukua ubingwa wa ligi daraja la kwanza, na of course msimu wa 2021-22 wakawa wamejihakikishia nafasi ya kuweza kushiriki ligi kuu, na Owen Tembo kuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuanza maisha yake ya soka katika senior level, katika tuseme katika ngazi ya soka la ushindani katika ligi kuu ya MTN Super League nchini Zambia akiwa na miaka 26. Kwa hiyo tunapata picha kwamba huyu jamaa career yake alichelewa kuingia kwenye soka la ngazi ya ligi kuu. Kwa hivyo akiwa na miaka 26 msimu 2021-22 ndo aliweza kupata hiyo nafasi. Na by the way alivyofanya debut yake kwenye ligi kuu, bao lake la kwanza lilikuja Septemba 25 ya mwaka 2021 ambapo aliweza kufunga bao kwa mkwaju wa free kick. Ilikuwa ni katika mchezo wa wiki ya 4 tu ya mashindano dhidi ya Zanaco by the way, na kuisaidia timu yake kuweza kushinda kwa mabao 2-0. Umeelewa? Bao lake jingine alilifunga of course alilifunga wiki 19 mbele. Wiki ya 19. Katika mchezo ambao waliweza kushinda by the way pia kwa bao 2-0 dhidi ya ilikuwa ni dhidi ya of course dhidi ya kitu kama bana ndugu yangu nimepotea jina hilo. Of course haijapotea, lakini nilikuwa ni dhidi ya nani hawa? Ni timu moja kubwa tu. Nafikiri kati ya Nkana kitu kama hicho. Red Devils. Kitu kama Nkana hivi aliweza kufunga pia bao. Of course ushindi ule unakuwa ni wa pili. Wakiwa wametoka kwenda michezo takriban 14 pasipo kushinda. Sio, unanielewa vizuri? 10, yani manake walivyoshinda mabao 2-0 Septemba 29 mwaka 2021 ambapo huyu jamaa alifunga, walikwenda michezo 14 mfululizo pasina kushinda mchezo hata mmoja, alafu ndo akaja wakapata ushindi tena wa mabao 2-0 katika huo mchezo. Kwa hiyo kwa haraka ni kwamba unafikiri unapata picha kwamba walikuwa na season mbaya kiasi gani, lakini jamaa ndo aliweza kufunga bao lake la pili kwa mkwaju wa penalty by the way, na timu yake pia iliweza kushinda kwa mabao 2-0 na alionyesha performance nzuri sana. Na miongoni mwa vitu ambavyo mpaka tunafika mwezi Januari klabu ya Power Dynamos ikaanza kumnyatia. Manake dirisha dogo la msimu wake wa kwanza kwenye ligi Power Dynamos wakagonga hodi, lakini Konkola Blades waligoma kumwachia 2021. Tunazungumzia msimu wa 2022 mwezi Januari, yani manake dirisha dogo. Manake msimu of course ni wa 21-22, lakini mwezi Januari mwaka 2022 dirisha dogo wakagoma Konkola Blades, wakasema huyu mchezaji hatuwezi kumwachia. Na of course ilivyofika mwezi wa 3 performance yake ilimfanya kuweza kujumuishwa kwenye zile mechi za bonanza za Chipolopolo. Kulikuwa kuna mchezo wa kirafiki ambao ulikuwa unawakutanisha ni timu hiyo ya Zambia, lakini imejigawanya katika makundi mawili, All Stars pamoja na The Rest. Yeye alikuwa katika kundi The Rest na aliweza kucheza huo mchezo na kuisaidia timu yake kushinda kwa bao 1-0. Aliperform vizuri sana kwenye huo mchezo na akazidi kujitengenezea jina, umeelewa? Na baada hapo by the way akaja akafunga tena bao jingine katika mchezo ambao walishinda kwa mabao mengi zaidi, yani manake mabao 3-0 dhidi ya Kafue Celtic. Yeye aliweza kufunga bao kwa mpira wa counter attack, counter ine ambayo akaianzisha yeye mwenyewe, na of course akaja kuimalizia yeye mwenyewe na kuisaidia timu yake kupata ushindi mkubwa zaidi, na ndio ulikuwa ushindi wao wa mwisho kwenye ligi kuu. Baada hapo mechi 4 zinazofuatia zote walishindwa kushinda mechi hata moja, wakipoteza mechi 2 na wakitoa sare mechi 2, na rasmi wakawa wameshuka daraja wale Konkola Blades baada ya msimu wao mmoja tutoka kupanda.
Umeelewa kwa hiyo ni kama Ken Gold fulani, lakini jamaa performance yake ilimuuza by the way. Vilabu vilimgombania lakini Power Dynamos wakafanikiwa kumpata mtu wao baada ya kumhitaji dirisha dogo wakanyimwa. Kwa hiyo baada ya kushuka ikawa rahisi tuweza kumpata hapo akiwa na miaka 27. Kwa hiyo nafikiri unapata picha jinsi gani ambavyo miaka yake imesogea kulingana na udogo wa career yake. Umeelewa? Yes, alivyoingia pale na maanisha Power Dynamos sasa. Yes, aliendelea na performance nzuri. By the way, alikuwa na performance bora sana na aliunda sehemu ya safu ya kiungo sambamba na mwamba mmoja anaitwa Linus Makwanza Junior. Umeelewa? Alafu mbele yao kuna mtu kama Joshua Mutale, kuna mtu kama Andy Boyeli ambaye yeye aliweza kufunga mabao 18. Umeelewa? Yes. Kwa hiyo ni timu ambayo ilikuwa imekamilika. Si unanielewa? Yeah, kwa hiyo ni timu ambayo ilikuwa imekamilika na yeye alikuwa akicheza pale katika uwezo mkubwa sana. Na kama huamini hilo ni kwamba ilipofika June 20 ya mwaka 2023 kikosi hicho cha Power Dynamos kikiwa kina mafundi mbalimbali, unaelewa, kiliweza kumfunga Nkana Red Devils kwenye Kitwe Derby. Tunaita Kitwe Derby. Umeelewa? Waliweza kushinda mchezo huo na jamaa alicheza kwa dakika zote 90. Umeelewa? Ule mchezo kwa nini nimeutaja? Maana mimi sitaji kitu bila sababu. Of course mchezo ule uliowafanya kujihakikishia nafasi ya kuwa mabingwa msimu wa 2022-23. Of course ubingwa ule ulikuwa ni wa 7 kihistoria lakini ni wa kwanza toka mwaka 2011 walipotoa ubingwa huo. Na naweza nikasema ni kama historia inajirudia fulani kwa sababu mara ya mwisho Power Dynamos kutangaza ubingwa kwenye derby, kwenye Kitwe Derby dhidi ya Nkana ilikuwa mwaka 1984. Umeelewa? Ndio alimfunga Nkana kwenye derby na ushindi ule peke yake tu ukatosha kuwa mabingwa. Unajirudia tena mwaka 2023. Umeelewa? Jamaa alikuwa kwenye eneo la safu ya kiungo pale na alihakikishia swala hilo. Si unanielewa? Yes, kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikuwa ni very 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 good player. Umeelewa? Tunapoenda msimu wa 2000 na msimu unaofuatia sasa 2023-24, kwanza alikuwa miongoni mwa sehemu ya nyota 27 ambao waliitwa na kocha Chisi Mbewe kwa ajili ya michuano ya Kosafa kwa ajili ya kutetea taji lao. By the way alikuwa wametoka kulichukua msimu wa 2023 lakini 24 mambo hayakuendea vizuri. Wakashindwa kufanya lolote, kufurukuta kwenye hiyo michuano. Umeelewa? Lakini ukija kwenye ligi kuu jamaa alikuwa ana perform vizuri. Umeelewa? Lakini walianza vibaya kwa sababu kwenye mchezo wa ngao ya jamii waliweza kupoteza, umeelewa, kwa mabao 3-1 dhidi ya Forest Rangers. Ambao Forest Rangers ndo hao waliwatoa kwenye nusu finali msimu uliopita kwenye michuano ya Absa Cup. Walivyowatoa kwenye nusu finali kwenye Absa Cup wakafika all the way mpaka finali. Kwenye finali wakachukua kombe ndo wakakutana kwenye ngao ya jamii. Huyu Power Dynamos bingwa kwenye MTN Super League, huyu Forest Ranger bingwa kwenye Absa Cup, wanacheza kwenye ngao, wanapoteza kwa mabao 3-1. By the way jamaa alicheza katika mchezo huo dakika zote 90 na alikuwa na performance nzuri sana. Sawa. Na kama unavyojua ukitoka kuchukua ubingwa msimu wa nyuma yake, msimu unaofuatia unakuwa unaiwakilisha timu kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo by the way Power Dynamos wakawa wamepata nafasi ya kushiriki kwenye michuano ya kimataifa kwa mara ya kwanza toka mwaka 2012. Umeelewa? Na katika miongoni mwa maandalizi yao mazuri ambao waliyapata ni pamoja na kucheza na Simba Sports Club kwenye Simba Day. Nafikiri unakumbuka. Na huyu Owen Tembo alikuwepo, aliunda sehemu ya kikosi ingawa alikuwa ni katika sehemu ya wachezaji wa akiba, lakini ni mchezaji ambaye alikuja Dar es Salaam kucheza na Simba Sports Club kwenye Simba Day. Na baada hapo yale maandalizi waliyachukua kama sehemu ya maandalizi dhidi ya mchezo wa kombe la club bingwa kufuzu dhidi ya African Stars kutoka Namibia ambapo walifanikiwa kuwatoa kwa kanuni. Manake aggregate ilitai kwenye 2-2. Umeelewa? Yani mechi ya kwanza walifungwa 2-1, baadaye wakaenda kushinda 1-0 pale Ndola na kuweza kupata aggregate ya mabao 2-2. Nafikiri unaelewa sheria ya bao la ugenini. Mechi zote hizi mbili jamaa alicheza na aliwakilisha vizuri kwenye eneo la kiungo, na baada hapo safari yao ikaja kutamatishwa na Simba Sports Club kwa kanuni vile aggregate ya mabao 3-3. Zambia Simba of course Simba mwanzo walivyoenda Zambia walipata sare ya mabao 2-2, mabao yote mawili anafunga Chama, lakini wanakuja wale Power Dynamos wanakuja Dar es Salaam wanakutana na kichapo cha wanatoka sare manake ya bao moja, of course bao 1-1 na kina Fred, kuna mwamba anaitwa Fredrick Mulambi ambaye
alikuwa kinara wa assist msimu 2022-23 na alikuwa akiunda eneo la ushambuliaji pamoja na kina Joshua Mutale, Andy Boyeli, Linus Makwanza Junior, umeelewa, Austin Muwowo. Yani hao ni kikosi kilikuwa kimejaa mafundi by the way. Umeelewa? Na wakashindwa kuprogress kwenda hatua ya makundi kutokana na kukutana na mfupa mgumu. Nafikiri Simba Sports Club ni miongoni mwa timu bora zaidi barani Afrika. Si ndio bwana Jeff? Yes, kwa hiyo kwenye ligi hakuweza kufunga bao wala kuassist, lakini waliweza kumaliza katika nafasi ya 3. Ni kuonyesha ukomavu. Yaani msimu uliopita kumaliza bingwa na kuja kusustain kwenye top 3 si mbaya sana, kwa sababu ligi ya Zambia nafikiri watu wanaelewa ni ligi ambayo hakuna dominant kwamba uchukue umeelewa, sio rahisi, umeelewa. Kwa hiyo alisaidia timu yake kumaliza nafasi ya 3 by the way, na aliperform vizuri, umeelewa. Yes, msimu unaofuatia maana yake msimu wa 2000 na ndo huu sasa 24 ndo huu tunaumalizia huko, wao washaumaliza, tunamalizia, umeelewa. Jamaa alikuwa na performance nzuri zaidi kwenye career yake ya soka, si unanielewa, performance nzuri. Of course kwanza wamechukua ubingwa, unakuwa ni ubingwa wao wa pili ndani ya miaka 3, wanaonyesha ile dominance yao, na ndio kwa mara ya kwanza kwenye historia ya klabu hii toka mwaka 1961 hawajawahi kuchukua ubingwa mara 2 ndani ya miaka 3. Haijawahi kutokea, hii inakuwa ni kwa mara ya kwanza, naye akiwa kama captain wa kikosi, si unanielewa. Na ukiachilia mbali hivyo, pia ni mchezaji ambaye alikuwa nominated, alichukua tuzo ya mchezaji ambaye ana muendelezo mzuri zaidi ndani ya msimu, yani most consistent player ndani ya tuzo za klabu. Sasa hapa naanza kwanza tuzo za klabu. Mchezaji bora wa Power Dynamos kwa mujibu wa klabu ya Power Dynamos ni Frederick Mulambia, umeelewa, ambaye alikuwa na performance nzuri zaidi, wao wanaamini hivyo, na kocha wao aliweza kuchukua kocha bora. Kwa hiyo haikuishia hapo, by the way, alikuwa nominated pia kuania tuzo ya mchezaji bora wa msimu kwenye ligi ya ujumla, ile Faz player of the season. Achana na ya club, watu wanielewe, ya player of the season, mchezaji bora wa msimu. Huku ndo tunatumia neno MVP, yani most valuable player, umeelewa. Yes, alikuwa nominated na akaweza kutoa tuzo hiyo kwa mara ya kwanza kwenye historia yake, umeelewa. Akatoa tuzo hiyo na probably alikuwa the best player. Sawa. Na msimu huu aliweza kufunga mabao 2 na assist 1. Kwa sababu watu wanabidi waelewe huu ni kiungo. Na msimu ambao amewahi kufunga mabao mengi zaidi ni msimu wake wa kwanza kwenye ligi kuu, msimu wa 2021-20 na 2 alipokuwa kwenye kikosi cha Konkola Blades, alifunga jumla ya mabao 3, umeelewa, na assist 2. Huo ndo msimu ambao alicontribute mabao mengi zaidi kwenye career yake ya soka akiwa na Konkola Blades. Huko kwingine amekuwa akidominate to midfield kutokana na uwezo wake. Of course jamaa anaweza kutumika kama kiungo mkabaji kama nilivyotoka kusema, kwa sababu ana uwezo mzuri wa kudefend. Ni mchezaji ambaye ana uwezo, ana work rate nzuri. Tunaita technical ability yake ni kubwa, uwezo wa kusoma mchezo, jinsi ya kupokea mpira, wa kuachia mpira, na vitu vingi sana vinamfanya kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanaangaliwa kama wachezaji wakubwa zaidi katika ligi ya Zambia. Si unanielewa? Kwa hivyo kwa upande wangu sasa, labda nikija kwenye swala la Simba kumtaka huyu mchezaji. Unajua kwa level unajua mimi sipingani sana na tetesi. Ila kwa level ya Simba ilipofikia, kabla ya kumsajili mchezaji kuna mambo unabidi uzingatie. Kwanza unatakiwa uzingatie malengo ya timu yanataka nini. Kisha yale malengo unaenda kukutana na washindani wa aina gani. Kwa mfano labda Simba inataka kufika nusu finali ya klabu bingwa. Lazima uangalie, review previous seasons. Wale ambao wanafika nusu finali huwa wana kikosi cha aina gani? Huwa wanasajili wachezaji wa level gani? Ni very simple. Umeelewa? Timu ambazo zinafika nusu finali zinajulikana, mara nyingi zinajulikana. Umeelewa? Kuna huachi kumwacha hapo. Kuna mtu kama Mamelodi Sundowns mara nyingi nusu anafika, nusu robo. Esperance nusu robo. Umeelewa? Wydad kabla hajapotea, hajawa nyanya, alikuwa anacheza sana hizi levels. Umeelewa? Ndio timu ambazo mara nyingi sana zinaingia, umeelewa? Kwa hiyo
unatakiwa uangalie. Kwa mfano kama pale Mamelodi kuna mtu kama Teboho Mokoena. Umeona ile quality yake. Of course unaweza ukasema huwezi kumpata kwa sababu ya price yake. Sisemi ukamchukua Teboho Mokoena. Explore, fanya utafiti wako, tafuta scout. Angalia design ile ya quality unaweza ukaipata wapi? Kwa sababu Afrika ni kubwa. Kuna Mali, kuna Senegal, kuna Burkina Faso, Ivory Coast, DR Congo, Uganda, si wapi. Unaelewa? Mimi ni ngumu sana kuamini kwamba unaweza ukakosa mchezaji wa quality ambaye ana uwezo wa kukupa misimu mizuri zaidi ya 4-5. Ni ngumu sana mimi kuamini hivyo. Unatakiwa usajili mchezaji ambaye ana umri mdogo ambao unaweza ukakaa naye kwenye timu kwa muda mrefu. Shida yetu sisi tunapenda kusajili. Yaani msimu huu usajili wachezaji 6, msimu ujao 10, msimu unaofuatia tena wachezaji 6, msimu, umeelewa? Na ndio si ajabu kusikia kwamba Simba imeanza kujenga timu toka msimu 2021-22 tangu waondoke wachezaji wawili. Wanajenga timu tu 2022-23 wanajenga timu, 23-24 wajenga timu, 24-25 wanajenga timu. Kwa sababu ya mambo kama haya, unasajili mchezaji wa miaka 30, anakupa performance nzuri ya msimu mmoja, anaondoka. Analetwa mwingine wa miaka 29 ya uongo. Nakumbuka huyu Owen Tembo pia amecheza sana ligi za chini. Umeelewa? Kwa muda mrefu. Kuna timu nyingine inaitwa Konkola Mine Police. Maana kuna Konkola Blaze, kuna Konkola Mine Police. Kuna zingine nyingi chini kacheza. Umeelewa? Kabla ya kujipata na kufika ligi kuu. Si unanielewa? Kwa hiyo ni very risky kuweza kusema kwamba unaamini kwamba ana miaka 30 na je anaweza kukupa performance bora ndani ya ligi kwa muda mrefu kwa muendelezo ule. Kwa hiyo sasa mimi ninachoshauri, huyu ni mchezaji mzuri, lakini kwa malengo ya Simba pamoja na washindani ambao Simba anakutana nao kwenye ligi pamoja na michuano mingine tofauti, ukiwa na wachezaji wenye quality kama ya Owen Tembo, sidhani kama unaweza ukafikia malengo. Sidhani. Umeelewa? Sidhani. Umeelewa? Sababu unatakiwa kwanza ukubali, yani je, mpinzani wako ana wachezaji wa aina gani kwenye eneo lake la kiungo? Maana hata mimi unajua Dola ningeshangaa ungesema huyo mchezaji akachezea Simba magoli 2. Lakini si kiungo kaka. Sawa, sijakataa. Unajua kwa namna ambavyo umeeleza magoli yake nikaanza kumuhisi mbona kama ni Kibu Denis aliyepooza. Yaani namna huyu ni kiungo. Mara nyingi anacheza kiungo kaka. Unataka afunge goli 50? Hapana, lakini sawa, yani ndani yake Yusuf Kagoma kama unaingia ila unakataa. Sasa anaenda kukaa namba ya nani? Kwani Kagoma magoli mangapi Kagoma? Anaweza siwe na goli, lakini namna ambavyo utamuelezea Yusuf Kagoma na utakavyomuelezea Owen lazima uweke katika. Unajua kingine ni kwamba unajua lazima tuwe wa kweli. Ligi ya Zambia sasa hivi imeshuka. Kabisa. Ligi ya Zambia sasa hivi imeshuka. Yaani ligi ya Zambia imekuwa ligi ambayo ni mara nyingi wachezaji wengi hapa katikati wamefeli kutoka Zambia. Wengi, sijui Freddy Kublani, sijui Lazarus Kambole, sijui Joshua Mutale alianza kwa shida. Sasa hivi ndio kidogo anakuja kuchanganyia mwishoni, yani ndio hivyo anatafutwa kwa upepo na nini. Umeelewa? Wachezaji hapa kaza wametoka ligi ya Zambia hapa wameshindwa kuonyesha makali yao. Kennedy Musonda alianza vizuri msimu wake wa kwanza alivyokuwa Yanga, msimu wa pili hana anachokifanya. Kwa hiyo unajua muda mwingine graph hazidanganyi. Unavyoona kwamba unasajili wachezaji kwenye ligi fulani hawakupi unachokifanya, unachokitaka. Ni bora uachane nao kwa muda fulani mpaka utakapoona mstari unazidi kupanda, then kwa hiyo mwisho wa siku tunabidi tuelewe kwamba na sio tu pale kwamba wachezaji wanatoka Zambia kwenda labda kuja Tanzania ndio wanaperform vibaya, no. Hata baadhi ambao wamechukuliwa pale kwenda ligi zingine performance yao sio nzuri. Yeah, of course. Kwa mfano kama Christian Saile alitoka sijui Nchangarejas pale kwenda Kaizer Chiefs, hakuweza kuonyesha chochote. Kwa hiyo tunabidi tuangalie namna nzuri. Wachezaji wapo. Umeelewa? Wachezaji wapo wazuri kwenye eneo la kiungo. Ukikaa vizuri, ukituliza akili, unapata mchezaji mzuri mwenye umri mdogo, mwenye uwezo, mwenye quality, mwenye uwezo wa kupiga pass, mwenye uwezo wa kutengeneza mabao, mwenye uwezo wa kufunga mabao, mwenye uwezo wa kuzuia, complete player. Unajua Simba inahitaji complete player. Yeah, kwa hiyo ndio hivyo. Owen Tambo.
Tembo.